Amen. Amen. Basi somo letu la leo kichwa chake kinasema asili ya elimu. Asili ya elimu ya ufalme wa mbinguni. Asili ya elimu ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme wa mbinguni ni mpana sana. Lakini pia kuelewa ufalme wa mbinguni jinsi unavyofanya kazi, basi unahitaji pia elimu. Usipojua elimu ya ufalme wa mbinguni au usipokuwa na mtaala wake wote wa ufalme wa mbinguni, elimu, matokeo yake yatakuwa utashindwa kuupokea ule ufalme au kuudhihirisha katika maisha yako. Ukikosa utimilifu wa elimu ya ufalme wa mbinguni, utashindwa kuupokea ule ufalme au kuutumia katika utimilifu wake wote. Kwa hiyo ni lazima ujue ule ufalme tunaosema ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Huwezi kupokea kama haujakamilishwa katika elimu ya ufalme huo. Na Bwana wetu Yesu Kristo alisema sana kuhusiana na ufalme wa Mungu, kwa jina lingine ufalme wa mbinguni. Akauita siri za ufalme wa mbinguni. Na ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura 13 yote, kuna mifano 7 ambayo Yesu Kristo alitumia kueleza ufalme wa mbinguni jinsi ulivyo. Na ukisoma ile mifano utagundua ufalme wa mbinguni ni mpana sana. Unawakilisha uwezo wa kimungu duniani. Ndani yake kuna wokovu, ndani yake kuna funguo za hekima, kuna funguo za maarifa, kuna funguo za mafanikio na kuna funguo za wokovu. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni ni jambo ambalo ni pana mno. Yaani tuseme ni wazo lote la Mungu kwa mwanadamu, mapenzi yote ya Mungu kwa mwanadamu. Kwa hiyo haya kufunuliwa kwetu yanahitaji elimu, lakini pia kuyaweza kuyatumia au kuyafanya tokee yanahitaji kitu kinachoitwa elimu. Sasa nataka tuangalie asili ya elimu kama tunavyosema kichwa cha somo. Na mstari wetu mama ambao ni mkuu nataka tusome leo upo katika kile kitabu cha Mathayo sura 13. Fungua Biblia. Mathayo sura ile ya 13. Fungua Biblia Mathayo sura 13 na ule mstari wa 5. Tumesema mifano 7 ipo katika kitabu hichi cha Mathayo sura ya 13. Haleluya. Amen. Ni Mathayo sura 13 mstari wa 51. Mathayo sura 13 mstari wa 51, sio 5. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo alipomaliza kusema ile mifano 7, angalia hapa anachosema. Yesu akauliza, mmeyafahamu hayo yote? Yaani anauliza kuhusiana na mifano. Wakamwambia naam. Akawaambia mstari wa 52, kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni, angalia hilo neno, kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kama una elimu ya ufalme wa mbinguni, angalia unafananishwa na mtu gani. Yesu alipenda kutumia mifano halisi ya duniani ili kutueleza mambo ambayo tutaelewa kule rohoni. Anasema amefanana na mtu mwenye nyumba. Mtu mwenye nyumba atoae katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mtu mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni, ukisema mimi nina elimu ya kitu kinachoitwa ufalme wa mbinguni, anasema umefanana na mtu mwenye nyumba. Sasa jiulize wewe, mtu mwenye nyumba kama una sifa hizi. Anasema mtu mwenye nyumba ambaye katika hazina yake anatoa vitu vipya na vitu vya kale. Ulishawahi kutafakari
mahusiano kati ya elimu ya ufalme wa mbinguni na mfano ambao Yesu aliutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Una nyumba, alafu katika hazina yako kule store, tukienda tukafungua store yako tunakuta kule vitu vipya na vitu vya kale. Ukiwa mtu kama huyo katika nyumba yako, basi wewe una mfano wa mtu ambaye ana elimu ya ufalme wa mbinguni. Yaani kwa lugha nyingine, mtu mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni anakuwa na hazina ndani yake. Mtu mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni hawi tu mtu ambaye yupo, lakini ana hazina. Lakini katika hiyo hazina yake lazima kuwa kuna sifa ya vitu viwili. Lazima kuwa kuna vitu vipya na vitu vya kale. Na vyote viwili ana uwezo wa kuvitoa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa mfano, unajua wangapi hapa wanao katika store yao vitu vipya na vitu vya kale? Labda tuseme labda ni nguo au viatu au daftari au chochote kile. Nani ambaye anacho kitu kama hicho katika mahali anapoishi? Bwana asifiwe sana. Tunavyo, si ndio? Lakini mara nyingi tunaweza tukasema hivi vitu vya kale hivi havina maana, haviwezi kutumika mahali popote, havina umuhimu wote kwa mtu ambaye havitumii tena vile vitu vya kale. Lakini ukweli ni kwamba kwa mtu ambaye ana akili, ana ufahamu na maarifa, uwaga kitu kikishachakaa au kikiharibika, uwaga kitupagi, uwaga na kihifadhi. Kama hatatumia yeye, basi ataenda tampa mtu mwingine akitumie. Na kuna faida kubwa sana ya kuwa mtu wa namna hiyo. Ni rahisi sana kuona watu, hichi kitu sikitaki, anakidampu. Hichi kitu sikitaki, anakidampu. Lakini hiyo sio hekima ambayo inatufundisha Biblia au Yesu Kristo anatufundisha. Nakumbuka mimi kipindi cha nyuma huko, miaka ni mingi kidogo, nilikuwa sekondari. Nadhani kama sio form 2, ni form 2 ndio. Nilikuwa na viatu fulani mabuti, viatu vikubwa kubwa kidogo. Vile viatu nilikuwa natumia wakati mwingine kwenda shule kipindi cha matope au mvua. Na nakumbuka nilipofika kidato cha 3 kuingia cha 4, vile viatu niliviacha sababu vilikuwa vimechakaa. Nakumbuka nikaviekaga huko store. Ilikuwa ni kama mwaka 2006 kuelekea 2007. Nikavisaugi, ni kama vile vilipoteaga tu. Maana store kulikuwa kuna mambo mengi sana. Lakini kuna kipindi fulani nilikuwepo nyumbani muda mrefu sana, na kuna mahali ambapo nilazimika kwenda, eneo ambalo kama kuna shamba fulani, na nilijikuta katikati ya vitu ambavyo ninavyo au viatu ambavyo ninavyo hakuna hata kimoja ambacho kinastahili mimi kutembea nacho katika mazingira matope kama kule. Kwa hiyo siku moja ikanibidi sasa nianze kuingia store niangalie kama kuna mabuti. Lakini nilijikuta napekua, sikuona. Nilienda chini kabisa katikati ya mavitu walikuwa wamekaa mengi kule store. Nikashangaa na vitoa viatu ambavyo vilikuwa vimejaa vumbi sana. Nikaviangalia vile viatu, ni kama vile unajua ushe kutazama kitu kikakukumbusha mbali. Yaani kile kiatu kwangu kilikuwa kama kumbukumbu. Yaani kama vile kitu cha makumbusho. Nikasema hichi kiatu kipo. Nikakiangalia sana, kwa kimejaa mavumbi na kimekaa miaka mingi. Niseme hata zaidi ya miaka 9 kama sio 10. Nikakiangalia, nikaona kama hicho mbona kinaweza kikafaa nikikisafisha. Nikaweza kutembea huko kwenye manyasi na kwenye manyika. Nikasema ngoja nijaribu, nikakisafisha, nikakivaa, nikakiona kinanifiti vizuri. Nikaanza kwenda nacho na kutembea nacho. Kwa kweli kile kiatu kilikuja kunifaa sana. Sana 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 sana. Kwa muda mwingi. Kwa hiyo wakati ambapo nasoma ile andiko nikatafakari huo mfano, Mungu akanikumbusha mfano kwamba ulikuwa na hazina ya vitu vipya na vitu vya kale, lakini kile cha kale hukukitupa, ulikihifadhi, lakini umeona kwa wakati huu kimeweza kukufaa. Roho Mungu akanipeleka tena mfano mwingine
akanikumbusha jambo lingine nyumbani. Kama wewe ni mtu wa zamani kidogo, utakumbuka kwamba makochi ya zamani sio sawa sana masofa sasa hivi. Sasa hivi ukienda kwenye nyumba unakuta masofa. Lakini zamani vilikuwa ni viti, niseme makochi ya mbao, ambao unaweza ukabinyua hivi, ukafungua hivi kama mbuzi. Unalifanya hivi lafunguka, alafu yanachukuliwa mavitu kama maforonya na mito, yanawekwa, yanapangwa sehemu kukalia na huku. Kwa hiyo unaweza kukaa, maisha yakaendelea. Wangapi wanajua makochi? Tunafahamu Sasa hivi ziko wakuta kumjini, lakini utakuta vijijini zaidi, si ndio? Lakini nakumbuka hayo ndo tulikalia sisi tukiwa wadogo. Ikafika kipindi fulani nyumbani akanunuliwa makochi mengine, ndo akaja makochi yanaitwa masofa. Nikana nashangaa, makochi mbona mazuri unanesa nesa hivi? Ukikaa unajisi kama vile umekaa kwenye ndege hivi. Lakini yale akachukuliwa, akahifadhiwa, akawekwa mahali tu. Baadaye sana kijijini kulikuwa kunahitajika makochi. Kwa hiyo ikabidi yale makochi yachukuliwe, safirishwe, yapelekwe vijijini, yakatumika kama vile kondo masofa. Sasa kwetu sisi alikuwa nimeshapitwa na wakati, lakini kwa kando masofa kama sisi tulivyokuwa tunaona masofa. Kwa hiyo nikajifunza, nikasema kumbe kitu chochote ambacho ni cha kale kina thamani endapo utajua thamani yake. Bwana asifiwe sana. Hata ukiwa na vitu vyako usipende kutupatupa tu kitu. Ili linguo hili libovu, ngoja nilitupe. Unaenda kuliweka kwenye dustbin. Ni heri ukahifadhi, ukatafuta mayatima, maskini, kwenda hapa. Kwenye hazina yako uwe na vitu vipya na vakale. Bwana asifiwe sana. Lakini kama una mpango wa kuja kukivaa baadaye, pia usikitupe. Uoga nasemaga pia kitu ambacho ukikivaa sana afuka kika kabatini ngoja ukivaa tena, uoga kinaongezekaga, kinakuaga kipya. Kwa mfano mimi nimevaa suti imepauka muda mrefu, nikiweka kabatini nikaja nikaifuata miaka miwili nikaivaa, inaonekana mpya. Bwana asifiwe sana. Ni kanuni ya kimungu kuonyesha kwamba katika swala ambalo unapaswa wewe uliweke katika mpangilio mzuri katika vitu vyako. Usipoteze kitu chako cha kale, kihifadhi, kitakusaidia kwa wakati ujao au kitasaidia watu wengine. Amen. Sasa Yesu alichukulia mfano huo kueleza mambo ya ufalme wa mbinguni. Hapa hatuzungumzi mambo ya mwilini. Tunaenda kuzungumzia mambo ya rohoni. Na sisi kama watoto wa Mungu lazima tujue kwamba hatuna budi kuishi katika elimu ya ufalme wa mbinguni. Sio katika elimu ya dunia hii kutueleza mambo ya ufalme. Hapana, elimu ya ufalme wa mbinguni imefananishwa na hii. Kwa sisi kama tuna elimu tujue kabisa kwamba katika zina zetu tuna vitu vipya na vitu vya kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni balance, yani usipoweza kubalance hivi vitu, kinachoitwa kipya na cha kale, kisipoweza kuwepo ndani yako, wewe bado hujakamilika katika mambo ya ufalme wa mbinguni. Maana kwamba kuna mahali utafika utakwama tu. Ndani yako ukiwa na vitu vipya tu, alafu hauna vitu vya kale, au ndani yako ukiwa na vitu vya kale tu, hauna vitu vipya, kuna shida katika imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuangalie maeneo makuu matatu ambayo tunapaswa tujue kwamba katika maeneo hayo lazima vitu vipya viwepo, vionekane na vitu vya kale, ili kuweza kuleta ule uelewa mpana au kuutumia vizuri ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maeneo matatu. Eneo la kwanza ambalo nataka tulione kwanza, ambalo Yesu alilimaanisha hapa, ni eneo linalohusiana na ukombozi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Eneo linaloitwa ukombozi wa mwanadamu. Ukombozi wa mwanadamu tunamaanisha kusudi lote la Mungu kwa mwanadamu ambalo aliliandika katika neno lake takatifu. Amen. Ulishawahi kujiuliza hii Biblia ambayo tunaisoma, kwa nini Mungu asingeweka tu agano jipya? Nilikuwa naangalia hapa kwa nini limeitwa agano jipya na agano la kale. Hii agano jipya na agano la kale sio kwamba Biblia imeandika ili litaitwa agano jipya na litaitwa agano la kale. Vilikuwa ni vitabu tu viliandikwa kabla na baada ya Yesu. Lakini wale ambao walikuwa wanavileta vitabu pamoja wakavigawanya katika
makundi mawili. Kundi la kwanza ni katika kundi la vitabu vya Agano la Kwanza. Kwa hivyo vitabu unavyoita Agano la Kale vilikuwa vinaitwa Agano la Kwanza. Bwana asifiwe sana. Na vitabu unavyoita Agano Jipya vilikuwa vinaitwa Agano la Pili. Lakini baadaye wakaja kuona kwamba kusema Agano la Kwanza na Agano la Pili hailingani na maudhui ambayo yanazungumziwa katika Biblia. Wakaona kwamba havipaswi kuitwa Agano la Kwanza na Agano la Pili, bali Agano Jipya na Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo hekima waliona kwa sababu ya namna ambavyo vitu vilikuwa vinaenda, au matukio, au kubadilika kwa agano. Kwa sio kwamba ilikuja agano lingine, bali agano lilibadilika likaja Agano Jipya. Amina. Sasa katika mfano kama huu, hebu fikiria kama kusingekuwa kuna Agano Jipya, kusingekuwa kuna Agano la Kale, kuna Agano Jipya. Hebu niambie leo hiyo ungeuelewa kwa vizuri? Tungesema Mungu anaamua kurush na kumleta tu Yesu duniani, alafu Yesu achinjwe kwa ajili ya dhambi zetu, alafu sisi tuokolewe kwa kupitia Yesu Kristo. Ni kweli tungeokolewa, tusingeokolewa? Tungeokolewa. Lakini nakwambia tusingekuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na siri ya ufalme wa mbinguni na ukombozi wa Mungu kwa mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa mfano, tunaona kwenye Agano la Kale Mungu alitanguliza kwanza vitu vinavyoitwa kafara za wanyama. Na alikuwa anachukuliwa mwana kondoo au ng'ombe, anachinjwa. Akishachinjwa, damu yake inachukuliwa, inaenda kufanya upatanisho wa dhambi za watu au kuwakomboa watu. Mungu akatumia kafara za wanyama kwa muda mrefu sana. Alafu watu wakaanza kuona jinsi gani kafara za wanyama zilivyo na matokeo. Tengeneza picha, Mungu anamwambia Musa, chinja mwana kondoo, chukua damu paka kwenye miimo na milango. Musa akamchinja mwana kondoo, akapaka damu kwenye miimo na milango. Alafu akamwambia malaika atapita. Atakapopita hao watu walioko ndani hawatakufa. Watu wakaanza kuona mbona kwenye damu kuna nguvu, kuna mamlaka isiyo kwa kawaida. Mbona kwenye damu kuna ulinzi usio kwa kawaida. Mungu akasema bado sijafundisha. Nitafundisha vizuri. Lakini isitoshe, akawa anachukua tena damu za wale wanyama, alafu wanaenda kuombewa msamaha, alafu wanasamehewa, dhambi zao zinafunikwa. Hata damu inasamehe. Wakawa wanashangaa. Kama yotoshi, zile damu zilikuwa zikienda, mtu akiomba, akichinja wanyama wengi, utukufu wa Mungu unashuka mkubwa sana. Tunakumbuka kipindi cha Suleiman. Kipindi cha Suleiman alimtolea Mungu sadaka nyingi. Kipindi kile ana dedicate, analiweka wakfu hekalu, mpaka moto ukashuka. Kashangaa sana. Mpaka moto unashuka kwenye madhabahu. Hichi kitu si cha kawaida. Wakashangaa sana. Damu tu ya wanyama. Elia anachinja wale wanyama, anaweka kwenye madhabahu, moto unashuka. Kwa hiyo watu walikuwa wanaona kumbe katika damu kuna nguvu kubwa sana. Sasa Mungu alipoleta ile dhabihu ambayo ilikuwa ni halisi ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kumchinja kwa ajili ya dhambi zetu, anataka kutuonyesha kwamba jinsi gani damu ya mwanadamu ilivyo bora kushinda kafara za wanyama. Kafara ya Mungu au ya mwanadamu ni bora kushinda kafara ya kuku. Eti anaenda kwa waganga, ukisikia mtu kamkata kaenda kumchinja mtu na kachinja kuku, kipi kina uzito? Si ni mtu? Jizikati hapo ulisikia kuna mtu mmoja, kijana mmoja alikatwa kichwa chake kakutwa huko. Ilibidi taifa zima litaharuki. Jeshi la polisi lianze kutafuta mtu aliyehusika. Wakaenda kumkuta mganga kule Kitunda. Tayari alikuwa na kile kichwa. Kiwiliwili kilikutwa huko, lakini kichwa kikakutwa kule Kitunda. Nikawa naangalia kwenye mitandao ya kijamii mwitikio wa watu ulivyokuwa. Watu walipoona kimepatikana kile kichwa cha yule kijana, jinsi watu walivyokuwa na hasira kali. Yaani comment pale hakuna hata moja ilikuwa ni ya rehema. Comment zote nasema na huyo pia watu wamnywe supu, achinjwe, mtoeni mbele yetu situmkate kichwa, kuonyesha kwamba jinsi gani kafara mwanadamu inavyoweza kuleta matokeo na mguso mkubwa sana, sio tu katika mambo ya kiroho, lakini pia katika mambo ya kimwili katika jamii. Mguso mkubwa sana. Ukiona mtu kachinjwa pale, kauliwa, unaweza hata usile nyama mwezi mzima. Utaona uchungu, utaona
taabu, utaanza kutaabika. Kwa nini damu imemwagika ile isiyokuwa na hatia? Hiyo ni kuonyesha kwamba mwanadamu ana damu ambayo ni kuu sana kushinda wanyama. Sasa Mungu alipomleta mtoto wake duniani, alafu akachinjwa mbele ya watu, damu yake ikamwagika, alikuwa anataka kutuonyesha kwamba sasa imekuja kafara iliyo kuu, iliyo bora, ambayo mwanadamu akitambua hiyo atakuwa na mamlaka yenye nguvu iliyo kubwa sana. Hebu fungua kitabu cha Ibrania sura 9 mstari wa 13. Ibrania sura 9 mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, sikiliza hapa, anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili. Umeona? Hata kutakasa, kusafisha mwili, damu za wanyama na ng'ombe tu, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu. Angalia, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Ukiona kwa nini tunashindwa kusafishwa dhamiri zetu na matendo mafu, ni kwa sababu tumeshindwa kutoa hazina, katika hazina zetu kutoa vitu vya kale ili vitusaidie katika vitu vipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye anatafakari vizuri agano la kale, anatafakari vizuri mambo ambayo Mungu aliyatanguliza kule, ndivyo ambavyo nguvu yake katika agano jipya inapokuja. Lakini mfano mtu ambaye unamhubiria leo, na kuhubiria leo damu ya Yesu inasafisha dhamiri za mtu, inasafisha matendo mafu, damu ya Yesu inatakasa, damu ya Yesu inasafisha. Alafu yeye anachukulia katika fahamu tu kwamba kwa sababu Yesu kaja damu yake inasafisha. Ni tofauti na yule mtu anaanza kusema ikiwa damu ya mafahali ilisafisha uchafu wote, si zaidi sana damu ya mwana kondoo itanisafisha mimi dhamiri zangu na matendo mafu. Hiyo imani ndio inayompelekea mtu kupokea kitu, kuona nguvu ya damu ya Yesu katika maisha yake yeye. Hawezi kuona nguvu ya damu ya Yesu kama harudi kwenye historia ya kale. Inatufundisha nini? Kale kunasemaje? Yeye anapuzia, tunasema yale ni mambo ya agano la kale, Mungu alishafuta. Kwa nini aliandikwa sasa? Yaliandikwa kwa sababu mtu mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni katika zina yake anatoa vitu vya kale na vitu vipya. Kwa hiyo unahitaji kupokea nguvu ya vitu vya kale ili uweze kufanya vitu vipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kwa nini watu wanachezea au wanaipuzia neema, wanaupuzia wokovu? Ukirudi kule, Paulo anaanza kusema, ikiwa kule jangwani kwenye kitabu cha Ibrania chichi, huko kwa nasema kule jangwani kosa lote na uasi ulipatilizwa, wala kuna mtu anafanya mzaa na mambo matukufu ya Mungu. Mtu akifanya kosa sasa hiyo anaadhibiwa na Mungu au anapigwa mawe mpaka afi. Si zaidi wala wanaichezea na kuipuzia neema ya Kristo leo hii. Kwa hiyo mtu ambaye unaona anaichezea neema ya Kristo kwa sababu katika zina yake yuko tu na vitu vipya, ajui vitu vya kale vinamfundisha nini kwenye wakati upya, wakati tulionao sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutetemeka au kumwogopa Mungu, kumhofu Mungu inategemea na jinsi ambavyo unalielewaje wewe agano la kale. Mungu alikuwa anatetemekiwaje? Watu wanamcha kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiangalia sisi vita vyetu, tunasema sisi vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Nikwambia ukweli. Kwa nini watu wa agano la kale tunaona wanalitembea na Mungu katika ukuu zaidi kuliko sasa hivi? Ijapokuwa sisi tuko katika ukuu mwingi kuliko sasa hivi. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu vita vyao vilikuwa ni mwilini. Ulisha kupigana vita vya mwilini? Okay. Hebu tuchukulie mfano sasa hivi. Sasa hivi tuko Dar es Salaam hapa, Tanzania. Tumesikia wa Kenya wanakuja Tanzania. Wameshaanza kuua Arusha, wameshamaliza kuchinja Kilimanjaro, wanazidi kusogea, wamefika Tanga, na tunaona kwenye TV watu wanauliwa, wanachinjwa. Alafu wanakuja hapa Dar es Salaam. Alafu wewe uko hapa unajua kabisa kesho unaenda kuchinjwa na kufa. Tumevamiwa. Hivi
katika hali ya kibinadamu utakuwaje? Bwana asifiwe sana. Utakuwa katika hali ya kucheka cheka na kufurahi eti unachati tu eti unapiga story. Wewe ni mtu tu wa kulala tu, wa kurukaruka tu. Utakuwa mtu namna hiyo? Hamna. Kwa sababu gani? Unajua nikicheza tu hapa na mimi nisipojitahidi kushika upanga au kwenda kumlilia Mungu na kumwomba Mungu, nimekwisha, nimeenda na maji. Angalia tu kipindi cha corona tu, watu walivyokuwa naomba na kumlilia Mungu corona isifike nyumbani. Ile hali ikiwepo sasa hivi katika vita vya kiroho, tukijua kabisa kwamba adui yetu shetani kama simba ngurumaya ambaye kila siku anatafuta mtu ammeze, hautakuwa mtu wa kurelax na kusema it doesn't matter. Mungu atafanya tu, Mungu atatenda tu. Mungu anataka ile hali kama walikuwa nao wale, Mungu anataka tuilete sasa hivi. Embo anakuambia fikiria wewe ungekuwa umesimama, jeshi la Washami limewazunguka, mji mzima mna chakula, watu wanakula mavi ya njiwa, watu wanaenda kuchinjana, mna chakula, waenda kumchinja mtoto, mama anaenda kumchinja mtoto wa mwenzake, anampa mwenzake yale. Afu kesho tena anamfuata anamwambia mchinje mtoto wako tumle. Yaani watu wanakula watu kwa sababu ya njaa katika mji. Fikiria hiyo njaa kwenye nchi, alafu nje ukiwezi kutoka unakufa, alafu wewe umekaa umerelax. Wale watu walikuwa wanaugua ndani ya mioyo na mlilia Mungu siku na mchana. Mungu ataachaje kushuka kwa uwezo mwingi? Lakini sisi tukija kwenye Agano Jipya, kwa sababu hatuna hazina vitu vya zamani, tunakuja tuna relax, tunasema vitu sijua damu na nyama, ni katika silaha na mapepo basi mapepo basi. Tunataja tu, lakini hatuonyeshi ile kwamba kweli tuko vitani. Kujionyesha kwamba uko vitani, unaonyesha kwamba wewe una elimu ya ufalme wa mbinguni, na ndivyo ambavyo tutaweza kumshinda shetani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nilikuwa nataka nikupe picha na mambo mengi ambayo yatakusaidia wewe kuweza kushinda katika nyakati mbalimbali. Lakini sasa eneo la kwanza, eneo la pili ambalo lazima ujifunze kutoa vitu vipya na vya kale ili uweze kutumia ufalme wa Mungu katika maisha yako, ni eneo la maisha yako wewe mwenyewe. Kumbuka ukombozi ni katika neno, lakini katika maisha yako mwenyewe. Maisha yako wewe kabla, huko nyuma na sasa. Kabla hujaokoka na sasa umeokoka, lazima ujue ulishaikuwa na maisha ya kale. Bwana asifiwe sana. Hata kama una miaka 10 tayari wewe kuna zamani unayo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa hawanaga yale maisha ya zamani? Hawakumbuki maisha ya zamani. Si unayo? Na sasa uko kwenye maisha mengine, si ndio? Uko kwenye wakati mwingine. Ulikuwa kwenye wakati wa kale na sasa uko kwenye wakati mwingine. Je, wewe mwenye elimu katika wakati wa kale unatoa nini na katika wakati mpya unatoa nini? Jambo la muhimu sana. Na hapa nataka ujue kwamba Ukristo au watu wengi wanafeli katika kuendelea mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu wapo katika wakati mmoja au wako katika hazina moja ya sasa, lakini hawana hazina ya kale ambayo wanaweza kaitoa. Wewe katika maisha yako tangu umezaliwa mpaka leo na miaka 10, 20, 30, 40, 50. Usidhani yale maisha yalikuwa ni waste. Usidhani yale maisha yalikuwa ni bure tu. Katika yale maisha Mungu alikuwa anaandika pia kusudi lako. Ili jambo huaga nalifundishaga hapa na napenda kulisisitiza kila siku. Maisha yako wewe ulipopitia mpaka leo ulipo, Mungu alikuwa anaandika kusudi lake kwako. Mpaka siku ulipookoka kusudi lingine jipya likaanza. Kwa hiyo maisha huko nyuma ni tofauti na maisha sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utafika wakati utahitajika kutoa vya kale ili uweze kusaidia leo. Sasa wewe ukivitoa vya leo utashindwa kusaidika kwa sababu umeshindwa kubalance. Kwa mfano tumwangalie mtu anaitwa Elia. Elia alifika wakati anaenda kupambana na Goliath. Lakini kabla kuna kupambana na Goliath, walikuwepo Wafilisti, walikuwepo Israeli wengi. Walipokuwa wanamuona Goliath, walikuwa wanaingia mapangoni, wanajificha japokuwa walikuwa mashujaa na maudare. Lakini Daudi akasema mimi nitaenda kushindana na Goliath. Sauli alipomwona yule kijana ujasiri akamwambia njoo kijana. Akamwambia huwezi kwenda kupigana na yule mtu wa vita. Lakini Daudi akamwambia Sauli, akamwambia yule Mungu ambaye alikuwa nami nilipopigana na dubu na simba kule porini, huyo Mungu atakuwa pamoja na mimi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema vile, maana yake nini? Alijifunza kutoa vitu vya kale. Aligundua kwamba katika maisha yake kumbe Mungu alishaye kutembea na yeye.
Kwa hiyo si hata sasa sitaogopa. Kwa hiyo mimi sitatumia ufunuo wa Mungu leo. Mungu ananiambia nikapigane naye, lakini nitatumia ule ufunuo wa Mungu zamani katika maisha yangu. Mungu nilikutana na dubu nikamuua, nilikutana na simba nikamuua. Sasa huyu ni nani? Mungu aniambi chochote, Mungu anifunuli lolote, ninaenda kupambana na usimba, nenda kupambana na Goliath. Akaenda kupambana naye na kweli akamuua, kwa sababu ndani ya moyo wake alikuwa na hazina, alihifadhi matukio yote. Mariam alikuwa ni mtu wa kuweka hazina. Yote alikuwa anasikia alikuwa anaweka ndani ya moyo wake. Maandiko yanasema hivyo. Ndio wale alikuja kuhadithia wakawa anaandika hata Biblia baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa umepita kipindi ambacho Bwana alikuepusha na ajali kubwa sana, alafu leo hii unajikuta kwenye mazingira kama hayo. Sasa hapo useme nini? Toa katika hazina yako vitu vya kale. Mwambie kama Bwana aliniepusha na ajali ile, ataniepusha na hii ajali iliyoko mbele yangu. Amen. Ulipitia ugonjwa fulani wa kukutesa, wa kukumaliza, wa kukufisha. Uliugua ukasema kweli hapa siwezi kuiona kesho au mwakani. Alafu leo tena unaugua. Alafu unasema Mungu naomba uniponye, Mungu mbona uniponye, Mungu mbona uniponye. Mungu anakuambia wewe una elimu, una ufalme wa mbinguni, hazina yako iko wapi? Si nilisha kukuponya kule nyuma, hata sasa nitakuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiona mtu anakimbia wakati wa shida, wakati wa taabu, anakula kona, anakimbia zake huko, ujue mtu alikuwa hana hazina. Na ni rahisi sana watu kukimbia katika vipindi ambavyo vya shida. Kwa sababu gani? Mtu huyo hana hazina ya kutosha ndani yake ya kale, anasubiria tu hazina sasa hivi. Mungu nitendee muujiza pap 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 pap. Wana wa Israeli walishindwa kuwa na hazina, walishindwa kuweka hazina ndani ya mioyo yao. Hawajui kwamba Mungu aliwapigania kwa mapigo 10. Walipofika tatizo tu kidogo, njaa siku 3, wanaanza kunungunika. Lakini wangejua kwamba Mungu aliyotendea kule ndiye anayotendea na hapa. Bwana wetu Yesu Kristo, kusoma kile kitabu cha Mathayo sura 16. Mathayo 16 mstari wa 5 mpaka 11. Mathayo 16:5 mpaka 11. Utaona Yesu alienda na wanafunzi wake mahali, akafanya muujiza wa mikate na samaki. Akawalisha makutano mengi, karibia watu 5,000. Alipoenda tena siku nyingine, akawalisha tena makutano wengine. Alafu mitume wakasahau kuchukua mikate. Yesu alisema, wakaanza kunungunikiana, kwa nini tumesoma mikate? Lakini Yesu akamwambia, hamjafahamu bado? Hamjafahamu kama niliwatendea kwenye ule muujiza kwanza, hata huu tena nitawatendea. Kwa nini mnaanza kunungunika na kulalamika? Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ni watu ambao katika hazina zao wanao vitu vipya na vitu vya kale. Bwana asifiwe sana. Wangapi hapa katika hazina zao wana vitu vipya na vya kale? Ni kuweka kwenye changamoto hapa, afu ni kuitesti kama una hazina yako ya kale inafanya kazi, au unasubiria Bwana akutendea hapo ndio muamini Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio elimu ya ufalme wa mbinguni, kwa sababu utafika wakati Mungu atataka kutumia hazina hiyo ambao wewe uliona kwamba ilikuwa ni kawaida tu. Tunahitaji nguvu hiyo. Bwana asifiwe sana. Wanadamu tuna asili ya kusahau mapema sana. Lakini usisahau muujiza Mungu aliyokutendea. Usisahau matendo makuu Mungu yaandike, yanakili mahali, sema ili itakuja kunisaidia wakati ujao. Amina. Bwana jana amekupa chakula, mwaka umeshasahau, ulishalishwaga vizuri wewe, ushaikulaga vizuri wewe, lakini leo ujala vizuri, unaanza kunungunika na kulalamika. Una hazina kutosha. Hazina yako mpya na kale kwa wapi? Jifunze kuwa na hazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze. Itakusaidia. Lakini sehemu ya 4 ambayo jifunze kutoa hazina ni katika maisha yako, lakini baada ya wokovu. Unajua maisha baada ya wokovu yamegawanyika pia sehemu 2. Katika ile kipindi cha uchanga na katika kipindi cha ukomavu. Maisha ya wokovu yamegawanyika sehemu 2, katika wakati wa uchanga na wakati wa ukomavu. Hata kama umekaa mwaka mmoja kwenye wokovu, hata kama umekaa miezi 6, kuna kale na kuna sasa na mpya. Ukikaa muda mrefu zaidi utaweza kugundua kwamba wokovu wako wa mwanzoni ni tofauti na wokovu wako wa sasa hivi, ijapokuwa umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mara nyingi nikwambia ukweli, mara nyingi mtu anapookoka kipindi cha mwanzoni anakuwa, wazungu wanasema genuine love of God. Yaani anakuwa na shauku na upendo mzuri sana kwa Mungu. Huwa wanasema pia hata wanandoa, ndoa changa na ndoa iliyokaa miaka mingi, kuna tofauti. Wenyewe wanajua, wanakumbuka kipindi cha mwanzo kilivyokuwa na kipindi cha mwisho, ni vitu vili tofauti. Hata nawe kama umekaa kwenye wokovu, mara nyingi utaona kuna utofauti wa wewe mwanzoni ulivyookoka na tofauti na wewe wa sasa. Sio kwamba hujaokoka umeokoka, lakini kuna kuaga na tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni lazima ujifunze katika wakati ulioko leo, katika maisha unayopitia leo hii. Je, hazina yangu ya kale inanifundisha nini? Amen. Ndio maana fungua kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Mstari ule wa kwanza. Nadhani ile andiko linasomwa sana, hata Jumapili ilisomwa, lakini sura ya 2 tuanze mstari wa kwanza. Ndio anasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndio anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu, na ajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na kuwa uwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na uvumilivu na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Umeona hilo neno? Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Tishia hapo. Umeuacha upendo. Kwa kumbe kule kwanza mwanzoni kulikuwa kuna upendo fulani, lakini sasa hivi unaona umepoa, unaenda kama vile unasukumwa. Hazina yako inakufundisha nini? Ni wakati wa kutoa vitu vya kale? Hapana. Mimi ninarudi katika ile fomu yangu ya mwanzo. Kama niliweza kuwa na upendo wa kwanza, hata sasa naweza kuwa na ule upendo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilikuwa mwanzoni naweza kuomba, hata leo ninaweza kuomba. Yule Mungu alikuwa na mimi mwanzoni, yuko na mimi leo. Lakini kunakuta mtu anaenda tu, anaishi tu mpaka anapoa, mpaka anakuwa wa baridi kabisa, mpaka anakuwa barafu ile Antarctica. Kipiga hivi inakuwa chuma kabisa, kapoa kama mpaka barafu. Lakini yuko kawaida asema, bana maisha yanabadilika, wokovu nina ufahamu mwingine. Wewe upendo wako wa kwanza uko wapi? Toa katika hazina yako vitu vya kale. Mimi yule wa mwanzo sio tofauti na yule wa mwisho. No, mimi ni yule tu. Sasa ni kwa sababu nimeamua kutoa tu vitu vya sasa hivi, ngoja nitoe vitu vya mwanzo. Unaanza kutenda matendo ya kwanza. Kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu. Kumbuka. Huyo ndo mtu mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni. Ujuzi unaleta majivuno, lakini upendo ujenga. Sasa hivi umekuwa kiroho na ujuzi wa vitu vingi, lakini hauna upendo. Kumbe ujuzi wako ule ulipaswa usimame katika eneo lake, na upendo uendelee ule. Shauku yako kwa Mungu endelee vile vile. Kumtafuta kwako Mungu endelee vile. Usije ukasema sasa hivi bwana mambo yamebadilika. Acha. Wewe ndio umeamua kubadilisha, kutoa tu vitu vipya. Toa na vitu vya kale. Amina. Tumpendeze Mungu wetu, tumtumikie Mungu wetu. Kwa hiyo nachotaka niseme katika huu wakati, ndugu zangu, ni kwamba ili tuonekane tunaweza kusimama imara, tunaweza kutembea katika ukamilifu wa ufalme wa mbinguni wote, jifunze sana kukumbuka nyuma. Jifunze sana kutembea na yale ya kale, yaliyoko katika historia. Jifunze ya sasa hivi ulivyokuwa mwanzoni kipindi unaokoka. Jifunze katika maisha utotoni. Jifunze, kuna elimu ambayo Mungu atakufundisha hata baadaye. Amen kabisa. Kuna mfano wanapenda kutumiaga hapa, ambao mimi unakuaga nanga yangu ya maisha yangu, kwa sababu hata katika maisha yangu utotoni niligundua kwamba Mungu alikuwa pamoja na mimi. Unajua sababu gani? Kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 kwanza ule mstari wa 14 anasema, nimeandikia nyinyi watoto, nimeandikia nyinyi kina baba, nimeandikia ninyi vijana.
Nimeandikia nia kina baba, anasema kwa sababu umemjua yeye ambaye alikuwa tangu mwanzo. Ili wewe onekane umekomaa katika ufalme wa mbinguni, lazima umjue Mungu tangu mwanzo. Sio umjue Mungu katikati ya safari. Tangu mwanzo muone Mungu. Kwa hiyo ni pia kaa chini tafakari wewe. Mimi nilizaliwa mwaka 1920. Najua kuna wengine hapa wamezaliwa mwaka. Sikuna mlozaliwa mwaka 1920 hapa. Si ndio mpo mpo hapa. Kuna wengine wamezaliwa 1950 mko hapa. Kuna wengine wamezaliwa 2000 mpo hapa. Kuna wengine 2010 mpo hapa. 2015 mpo hapa. Na yamkini wengine mwaka jana wamezaliwa wako hapa. Anza kutafakari tangu siku nimezaliwa. Nilikuwa ninacheza nikakutana na wale watoto, yule fulani nilikutana naye yule. Siku moja bana kulitokea kitu fulani. Kidogo tu nizame kwenye yule mto ninywe maji, nife. Tulienda kuogelea, tulienda kucheza, nikakutana na nyoka, nikapita hivi, nikaenda nikakutana na kitu fulani, nikaepuka. Maisha hayo, fikiria michezoni. Angalia huko utaona kuna mahali ambapo Mungu anakufundisha. Nilifeli lakini baadaye nikafaulu. Nilichukiwa lakini baadaye niliona Mungu ananitengemeza, nikapata hata kunishika mkono. Kama Mungu alikushika mkono kule, atakushika mkono na hapa. Kama Mungu alikupenda kule, atakupenda na hapa. Kama mpaka leo umefikia umri haujataabika, mwombe Mungu hata kesho sitataabika. Haleluya. Hazina yako je, inatoa vitu vipya na vya kale? Unataka kupokea vipya tu? Vya kale vina thamani. Wengine wanasema old is gold. Japokuwa sio vote vya kale vina thamani, lakini vya kale ambavyo vinatokana na Mungu vina thamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jifunze kutoa. Aseme anahifadhi, jifunze kutoa vitu vipya na vya kale. Sasa hivi kodi hii ni ya kutoa vya kale. Sasa hivi nasubiri vitu vipya. Mungu nasubiri unifunulie niende wapi. Kuna wakati usubiri Mungu akufunulie. Unaambia bora Mungu nilienda siku ile uko na mimi na mimi leo naenda. Mungu anakuwa na wewe. Si ndio kipindi kile wanaanza kupigana, Sauli anaingia vitani. Anaanza kumlilia Mungu, Mungu. Jibu kwa Urimu, ajibu. Jibu kwa Thumimu, ajibu. Jibu kwa nini? Tumezungukwa hatuna kitu. Maadui wanakuja kutuua, tumeingia kwenye mapango. Jonathan akasema tutaomba hapa mpaka lini? Akasema hakuna linalomzuia Mungu kuokoa. Mungu wa milimani ndio Mungu wa mabondeni. Alishamuonaga huko nyuma Mungu kwamba alifika milimani akaa pamoja naye, akafika bondeni akaa pamoja naye. Mungu akimzuia chochote kuokoa kwa upanga au kwa alijua kwamba Mungu akimzuia chochote, kwa sababu ndani ya moyo wake alikuwa na hazina ya vitu vya kale. Akasema twende wawili tunaenda kupigana na jeshi la watu milioni 10. Mimi na wewe tunaenda kupigana na Marekani. Kuna kushinda hapo, si utaonekana mwenda azimu. Jeshi la Irani. Tunaenda kupigana na jeshi la Marekani eti. Niko na Simoni. Alafu tumeshika eti sime kama Masai. Tunasema twende. Wamekuja kutuvamia wa Marekani, twende. Inahitaji kuwa na hazina vitu vya kale ndani yako. Wale walikuwa wanasubiria kuomba tu, Mungu tufunulie. Tutaenda tuzunguke kwa njia gani tuwapiga Wafilisti? Mungu kakaa kimya. Kimya kabisa. Mchakate akili, sio kila wakati mtafunuliwa, mtapewa mambo mapya. Akatoka Yonathani na mwenzake wawili. Wakafika kaliona jeshi la Wafilisti kwa mbali. Wakasema Bwana tunataka ishara. Wakituambia twende, tunajua tumeweka mikononi mwetu. Wakituambia bakini hapo, basi Mungu hajataka twende. Hiyo ishara Mungu akaisikia. Wale watasema njooni huku. Walipopanda walikutana na watu 20. Wakapiga mapanga pale pale. Sasa watu 20 tumeshapiga mapanga, tumechoka. Ile jeshi kubwa litakuaje? Wakashangaa Mungu anaanza kuwatetea. Mara ikaja tetemeko. Mara upanga mmoja ukaa kinyume na mwenzake. Mara wale walikuwa wamejificha kule, walikuwa wamechukua mateka wakageukia wale. Mara Waisraeli wenyewe wakaja, jeshi kubwa likaja kusaidia. Ukombozi ukapatikana kwa namna hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa na hazina kutosha katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jazwa hazina. Mwambie mwenzako jazwa hazina. Ikusaidie katika wakati usiokufaa na unokufaa. Ndio. Kwa hiyo kila siku ya kusanya matukio yake moyoni mwako kama Mariam. Alafu likija tatizo, changamoto, usisubiri Mungu akufunulie. Anza kusema Mungu ulikuwa na mimi huku, utakuwa na mimi hapa.
Mungu alinitetea kule, utanitetea na hapa. Mungu alikuwa na hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kufanya ufalme wa mbinguni kuonekana dhahiri kwetu sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi naamini tafakari hiyo utaenda kuitendea kazi kuanzia leo. Naamini wewe una elimu hiyo ya ufalme wa mbinguni kuanzia leo, na Bwana akakusaidie. Amen.